السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ذوي المجد والكرامات، وبعد. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بال ولا فجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الغيوب. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika taratibu zetu za Jumamosi za risala yetu ya Nawaqidh al-Islam, ikiwa tuko katika nakidhi ya 4, kitenguzi cha 4 katika vitenguzi 10 vya Uislamu, na kitenguzi hiki tunakiunganisha na kalima tuliyoitoa huko nyuma, na kina alaka na mahali hapa. Kalima tuliyoitoa ya kuhusiana na muadhini mshirikina ambaye ni mfuasi wa harakati za uzuzaji zinazoendelea maeneo ya Ramisi Ward. Katika kalima fupi tuliyotoa tumeelezea ilivyoanza mpaka kuingia uzuzaji huu, mpaka tukafikia kwamba jana tarehe 2 Lubana alipanga mpango na wakomba ndugu zake katika familia wafanyiwe uganga huo kwa kutumia maafisa wa usalama au maafisa wa usalama kitengo cha polisi. Pelekwe polisi, mwenye nyumba ashikwe, fungwe pingu, mganga azuze, amalize ndio afunguliwe. Katumia rasilimali kifaa za kifamilia kwa udikteta, mazao yaliyoko mashambani kauza anavyotaka yeye. Na kitu tumekigundua chenginecho ni kwamba huu umetengenezwa ni mradi, watu wanakula kupitia wale wasiojielewa, na kinachoashiria juzi wako wengine walishtakiwa waende kwa chief, wale wasiotaka kufanywa uganga huo, na waliowashtaki ni baadhi ya viongozi wa vijiji. Lakini cha kushangaza, washtakiwa walijibu mwito, lakini walioshtaki walalamisha wajibu. Kwa hiyo maana yake ni lugha inayotumiwa Waislamu kutishiwa ili walegeze msimamo, wanatishiwa na serikali moja, au watoe rushwa kwa wazee wa mitaa ili wanyamaze. Kwa hiyo moja kati ya mawili, wanataka kufanywa uganga hawa Waislamu, washirikina wamelisimamia hilo. Kwa hiyo wanachokitumia washirikina, wanatumia vitisho kupitia serikali, kwamba wanapeleka ripoti kwa chief fulani hataki, chief anakuita. Sasa ima uongope huko kwa chief, utaraja mwenyewe kwamba jamani niko pamoja nanyi, ima umfungulie mkono mzee wa kijiji, umpe pesa
aachane na hiyo story, kisha hukumu yako itakuwa nyingine. Lakini hayo yote yamefeli. Waislamu tuliwahimiza waende na wakaenda, walilahi alhamdu walienda, lakini waliolalamika hawakuenda. Na tuliwaambia kabisa, mkienda mkifika mnakataa kesi ipelekwe mbele, mwambieni chifu tunataka tuandikie barua hii kesi iende mbele, haikuhusu, hatuitaki kwako. Lakini hawakuenda. Kwa hiyo hivi ndivyo mwadhini mshirikina naye akaingia kwenye step hii, na hii ni nasaha kwake pamoja na genge lake kisha na wengineo, na tunawapa nguvu na kuwahimiza wale walioshikamana na msimamo wa kutaka kutofanyiwa uganga, na tutashirikiana nao bega kwa bega kwa njia mbalimbali za kidawa na hata njia nyinginezo. Tutashirikiana nao mpaka hilo lisiweze kufanyika katika majumba ya Waislamu, na wala katika misikiti au shekhe asiwe shekhe lisiweze kufanyika katika majumba ya Waislamu. Mwadhini huyu baada ya kufikisha kikao hiki na kukalisha vijana wa familia, kuwahamasisha kwamba baba yako fulani mchawi, shangazi yako fulani mchawi, mama yako fulani mchawi, mpaka wale vijana wa familia yakawaingia akilini, kwa sababu aliwaita kikao maalum na akawapa speech hiyo. Wakalibeba hili kwa asilimia kubwa, mpaka baadhi yao tumepata taarifa leo walikuwa kitafuta vinyangona, na wanaotaka watafuta vinyangona ili wazuziwe jamaa zao, baba zao wadogo, baba zao wakubwa na mashangazi zao leo asubuhi. Kisha bwana huyu amepanga kikao kesho tarehe 5, kwa sababu baada ya gemu aliyoipanga ya kwamba washikwe ni polisi, watu wazuziwe lazima, kibao kikageuka, badala Waislamu nao pia kwenda kwenye serikali, kibao kikageuka, ikatolewa maamuzi, nyinyi si mnataka na Waislamu hawataki. Ikageuka sasa, badala kuwa wafanye dinani yao, ikawa ni kila mmoja ajisimamie mwenyewe, agharamie mganga, na mganga ni 36,000. Kwa hiyo ilipotoka amri hii jana, sasa leo mwadhini kesho anakwenda kufanyisha kikao tarehe 5 ili kutengeneza jopo lake katika familia la litakalo watatoa wapi pesa, badala ya pesa za kwanza kuziharibu nazi kuangusha, mimi kuwakata sijui miembe, watu kuchoma matanuri, minazi kukatwa makuti, biashara zote hizo wamefanya. Kwa hiyo kesho tarehe 5 anakwenda kufanyisha kikao kuhamasisha hawa wengine watatoa pesa, watazitoa wapi ili wafanyiwe uganga wale family members wake ambao yeye amejenga itikadi kwamba asiyetaka uganga hataki kwa sababu ni mchawi. Kwa hiyo kipengele hiki kinamhusu huyu muadhini kisha na genge lake. Na katika kalima iliyotangulia tulisema hatutaji mtu kwa sasa, ila kuna mahali ikifika tutawataja mmoja baada ya mwingine, kuanzia wa kwanza aliyeaguliwa ni huyo mganga, na kila mmoja tutawataja kwa maratibu zao na daraja zao, mpaka huyu muadhini pia Waislamu tutawabainishia muadhini huyu anaadhini msikiti gani na majina yake kikamilifu anaitwa nani. Kwa sasa hawatutaji mtu, ili kama watataraja na watubie pia iwe ni siri, wametubia na sisi tuliojua imebakia ni siri yetu. Lakini wakifanya inadi kama kila tunavyojaribu kupinga, wao wanatengeneza mbinu nyingine, tutawataja hadharani, tuwaweke wazi na kila Muislamu ajue kumbe msikiti fulani mwadhini wake ni mshirikina. Tutaliweka wazi pasi kuogopa yoyote, Kwa hiyo kipengele cha leo, yani nawaqidhu ya leo, katika nawaqidhu al-ashar, anasema aliyesherehesha hili sana Abdullah ibn Abdul Aziz, anasema anaqidhu rabi, kitenguzi cha 4 min nawaqidhi al-islam, katika vitenguzi vya Uislamu, i'tiqadu anna ghaira hadi nabii sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi, ni kuitakidi kwamba muongozo
wa asiyekuwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, huo mwongozo huo ndio ulio kamili kuliko mwongozo aliokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kipengele hichi kinamhusu muadhini haswa, kisha na genge lake lilo nalo. Atakayetakidi hivyo kwamba mfumo alichokuja nacho mtume, mwongozo wa mtume hauko kamili, una mapungufu kulikoni mwongozo wa wengineo, ambapo hapa ndipo aliangukia muadhini, kwamba mwongozo wa yule mganga, tunamtaja jina pia huyo mganga, lakini tumemtafuta, tumemjua historia yake, ni mzaliwa wa wapi, mpaka pale alipo anapoishi, majina yake full, yeye mwenyewe anadai anaficha, lakini hawezi kuficha kitu. Angekuwa anafanya uganga siri ndio ingefichika, lakini tuna data zake zote, tunamjua vizuri, tumemfuatilia tukamjua vizuri sana. Kwa hiyo muadhini huyu na genge lake wanaitakidi kwamba mfumo wa mganga yule anayezuza, ule mfumo wa uzuzaji ule umekamilika kuliko mfumo wa kinga alizozifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndio maana yake, na ndio maana tukasema muadhini kinamhusu hiki kipengele, na nitamkariri kumtaja kwa sababu ametukera mno, yuko anaonekana mstari wa mbele katika dini. Ametukera mno, afadhali angekuwa watu wengine, kwa sababu walipoanza miezi miwili iliyopita nyuma, kabla hawajaingilia mashehe na kutaka kuzuza misikiti na kuingilia Waislamu lazima, hatukuongea kitu kwa sababu tulikuwa tunajua wanafanyiana wao washirikina. Lakini kufikia sasa muadhini hatodondoka mdomoni mwangu ila abadilike, na asipobadilika kiongeza inadi, Waislamu nitawaambia huyu muadhini ni nani. Tawaambia wazi, na najua yeye atamfikia. Anasema au hukma ghaira au hukmu ya asiyekuwa mtume wa Allah, rehma na amani zimchukie yeye, kwamba hukumu yake ni nzuri kuliko hukumu ya mwingine yoyote. Tunakwenda kwenye nasi sasa ya Muhammad bin Abdul Wahhab mwenyewe. Anasema Arabi kitenguzi cha 4, mani itakada, ni atakaye itakidi anna ghaira hadi nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika mwongozo usiokuwa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akmal, huo ndio ulio kamilifu, min hadihi, kuliko mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa kuna nukta mbili na leo tutashughulika na nukta moja. Nukta ya pili, au anna hukma ghairihi, ama hakika au hukumu au hakika hukumu ya asiyekuwa mtume wa Allah ahsan min hukmihi, kwamba hukumu ya huyo asiyekuwa mtume wa Allah hukumu yake ni nzuri kuliko hukumu ya mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtume wa Allah mtukufu hata hukumu zake si nzuri alizotoa wala alizozifundisha Waislamu, kwamba akajengea mtazamo huo, kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit, kama yule anayefadhilisha hukumu za kitawaghuti ala hukmihi, juu ya hukumu za Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, atakayekuwa na mitazamo hii miwili huyo ni kafiri, amekufuru. Kwa hiyo atakuwa na mtazamo wa mwongozo wa mtume sio sahihi au hauko kamilifu kuliko mwongozo wa mtu mwingine, kwamba mwongozo mwingine uko kamili na ni mzuri na uko katika nidhamu nzuri, basi huyu amekufuru. Tunashughulika na kipengele hiki pekee yake leo. Tayeb, sherehe ya maneno haya ambayo amesherehesha mwenye kitabu hiki, anasema arabiu min nawaqid alislam, yani katika vitenguzi vya Uislamu. Tenguzi cha 4, man yataqada anna ghayra hadi nabii sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi au anna hukmahu ahsan min hukmihi kafara ijma'a, kalladhi yufaddilu hukm at-tawaghit ala hukmi Allahi wa rasulihi, kwamba hakika atakayetakidi kwamba mwongozo usiokuwa mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba huo mwongozo huo ndio ulio sawa, au hukumu ya asiyekuwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwongozo na hukumu yake ni nzuri kuliko hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imetoka katika Qur'ani na mafundisho ya mtume sunna,
anasema huyu kafara ijma'an, amekufuru kwa ijma' ya Waislamu. Kalladhi, kama yule ambaye kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit, kama wale wanaofadhilisha hukumu za matawaghuti ala hukmi Allahi wa rasulihi, juu ya hukumu za Allah na mtume wake, kwamba Allah hukumu zake haziko vizuri na mtume pia hukumu zake haziko vizuri. Leo hatuko upande wa hukumu, leo tuko upande wa huu wa mwongozo wa mtume. Faman i'taqada, basi atakayeitakidi ana hunaka hadiya, kwamba hakika kuna mwongozo mwingine akmal, uliokamilika, min hadiyi nabii, kuliko mwongozo wa mtume, au hunaka hukmun au hunaka hukman ahsan min hukmihi, au kuna hukumu nzuri kuliko hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakunu kafiran, hakika huyo anakuwa kafiri moja kwa moja, bila mjadala anakuwa kafiri. Tayeb, kisha kwa nini awe kafiri? Anakuwa kafiri kwamba huyu, kinachoonyesha pale ni kwamba annahu lam yashhad anna Muhammadan rasulullah, kwamba huyu hajashuhudia katika kikamilifu kwamba Muhammadi ni mtume wa Allah. Kwa hiyo hajaukubali utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni utume ulio sahihi. Kwa hiyo amekufuru kipengele hiki kipengele amekufuru, na ndio maana mafundisho ya mtume anayakataa. Kisha anna Muhammadan rasul, lianna shahadat anna Muhammadan rasulullah, kwamba hakika ya kushuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, taktadhi tasdiquhu fi akhbarihi, kunahitaji kusadikisha na kukubali yote aliyoyatolea habari. Na mtume sallallahu alaihi wasallam katika aliyoyatolea habari ni ushirikina, kwamba ushirikina ufai na kinachofaa ni hiki. Kwa hiyo huyu bado hajakubali utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, kwa hiyo haya maneno ya huyu mtunzi tunaishiria tu na paragrafu hii, alafu tunarudi kwenye maelezo mengine ili tuende katika vizuri katika nukta hii. Tayeb, katika tukirudi hapa kwa muadhini wetu, lakini anakuwa si wetu kwa sababu tayari ameshatutoka, ameshatuacha mpaka anatufanyia uadui. Tayeb, ameshatuacha na anatufanyia uadui. Kwa hiyo si wetu tena huyo. Anaadhini tu hapo msikitini anapoadhini Uislamu wa swali. Tayeb, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miongozo yake amefundisha Waislamu wajikinge kwa njia gani na Waislamu wajitibu kwa namna gani. Kwa hiyo hakuna kitu Mtume sallallahu kutolea mwongozo. Akiwa wa kwanza, kama ni issue za kuroba, yeye mwenyewe ndio wa kwanza aliyerogwa katika Uislamu wetu. Yeye kaanza kurogwa ni Myahudi anaitwa Labid bin al-Asam. Akarogwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kakupitia nywele zake ambayo mabaki ya nywele ya kichana, kisha na vinginevyo vilivyotumika pale, kama tulivyotangulia kusema katika darasa yetu ya arkanu sihr, nguzo za uchawi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaroba. Sasa aliporoba huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye mwenyewe alijitibu vipi? Na hivi hakutoa mwongozo wa watu kujitibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijitibu, kaletoa wahi, kaja akapewa maelezo, akashukishiwa namna ya tiba. Tayeb, kisha na yeye akawafundisha wafuasi wake. Kwa hiyo anayesema Muislamu akisimamia kwamba Uislamu hauna tiba ya uchawi na majini, lakini tiba sahihi na nzuri zinazofaa zinapatikana kwa waganga, huyu ameukosoa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameingia kwenye kipengele hiki kwamba atakayeitakidi kwamba mwongozo wasiokuwa mtume ndio mwongozo sahihi, ameingia hapa akiwa mwadhini. Mwadhini huyu maana yake mwadhini
anaitakidi kwamba ruqya hainufaishi, inayonufaisha ni uganga, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo ndivyo alivyofanya hivyo, akaswali akamwomba Allah. Kisha pia kama utasema ni hizo ramli tayib sana hiyo hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba, na alipoomba Allah akamjibu, mpaka akamwambia mama Aisha kwamba Allah amenijibu kile nilichokuwa nikimuuliza. Haya, amekujibu nini? Akaanza kumhadithia kile alichokiona usiku. Wamekuja watu wawili, mmoja akasimama upande wa kichwa, mmoja akasimama upande wa miguuni, wakaulizana, mali hadha rajuli, ana nini huyu bwana? Wakajibizana, mmoja akamjibu mwenzake, hadha rajulun matbub, huyu bwana karuba. Sasa tayib, kwa nini usiswali na wewe ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akakujulisha kile kilichopo? Unakwenda kutafuta buruga. Tayib, kisha haya unarudi umesharibu kule kwenye buruga, ukija huko tiba unakosoa pia muongozo wa Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliroba Labid bin al-Asr, na Muhammad al-Amin Shinqiti anasema Labid aliamrisha binti zake wawili ndio wamroge Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sihrul inath aqwa min sihri dhukuri, kwa sababu uchawi unaofanywa wanawake unakuwa na nguvu zaidi kuliko uchawi unaofanywa ni wanaume. Na hili ni kwa mtazamo kwamba wanawake katika baadhi ya maelezo ya wanachuoni kutoa hili kwa hilo, kwamba wanawake walitangulia kufuatilia fani ya uchawi kulikoni wanaume. Kwa hiyo wana khibra ya hali ya juu kulikoni wanaume katika masala ya kichawi. Wako baadhi ya wasomi waliotoa maelezo kiasi fulani kuhusiana na kwa nini sihrul inath aqwa min sihri adhukuri. Hatutoenda huko, tuko hapa. Kwa hiyo ndugu yetu mwadhini tunasina genge lake kwamba wao katika swala hili wameukosoa mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kujitibu, kwamba Mtume amefundisha watu wajitibu kwa ruqya, lakini yeye anasema ruqya haioni kwamba ni muhimu, kiasi ya kuwa anataka kujumuisha wenzake pale ndani pia wahusike katika swala ambalo haliko katika sheria, anawalazimisha. Tayeb, hiyo hadithi ni ndefu, hatuna haja kwenda kwenye sharh ya hadithi. Alhasil, kwenye hiyo hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliroba, na iko njia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofanya kwa kupewa wahi ni Mola wake subhanahu wa ta'ala, ikiwa wahi huu ulishuka kwenye tukio lake na ni mafundisho kwa umma wake. Kwa hiyo Muislamu yoyote atakayeitakidi kwamba katika tiba zilizoko duniani, kwamba tiba zilizo duniani zilizofanywa kwa za tajruba ni ahsanu katika tiba zilizokuja kwenye mafundisho ya Mtume, huyu iwapo ameitakidi hivyo na tiba yenyewe anayoitakidi hivyo ni ushirikina, basi huyu amekufuru. Tayeb, nimesema hivyo kwa maana, lakini haitakiwi kwa Muislamu, hata kama ni tiba ya tajruba, hakuna nasi, lakini hiyo imeingia kwenye mubahati, still bado nirudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekuja kwenye mubahati. Kwa hiyo kama imekuja kwenye mubahati, bado imebakia ina usalama hiyo katika uende ikawa zile ambazo aqara bihi an-nabii sallallahu alaihi wasallam alizozikubali, katika zile alizozikubali Mtume wa Allah, rehma na amani zimshukie yeye. Tayeb, lakini ikiingia katika ushirikina, hapo umekosoa mfumo mzima wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tiba, katika maelekezo yake ya tiba. Ukipatwa ni aini, fanya hivi, wewe ukaona sivyo. Tayeb, kuna zile njia nyingine za tajruba ambazo jamii inatumia, ambazo ziko katika ibada hizo, hatuna mushkili nazo wala hatusemi kitu, lakini tunachokipigia kelele hapa ni suala la kuitakidi tiba za kishirikina ndizo tiba zinazofaa.
kuliko tiba alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam au alizozipea ruhusa kwa sababu zina ibaha, hazina shubha yoyote. Kisha upande wa pili kuna tahsinati shar'iyya, tahsini za kisheria. Tahsinatu shar'iyya ziko tahsini mbalimbali kwa kutegemea ni nini. Kuna tahsinul makani, yani tahsinul makani, kutengeza kinga ya mahali, kisha kuna kinga ya mtu. Hizi zote Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Kwa hiyo akaja mtu mmoja akazikosoa hizi kwamba hizi kinga za Mtume sallallahu alaihi wasallam alizozifundisha, hizi kinga si madhubuti kulikoni kinga zinazofanywa ni washirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha kwenye kinga ya nyumba isome Baqara. Kinga ya nyumba ni Muislamu akae asome Baqara nyumbani kwake. Yani nashangaa na muadhini huyu kama anakuwa hivi. Wakati mimi nimeshuhudia kuna Wakikuyu wanafanya biashara, si Waislamu, lakini asubuhi ikifika na ameweka Suratul Baqara kwenye duka yake. Wallahi nimeshuhudia hilo. Wallahi kisha na hapa nimeshuhudia hilo. Si Waislamu, lakini wanafanya tahsini kwa Qur'ani, ana flash yake ya Qur'ani. Kwa hiyo akifungua duka lake ndani ya Kenya hii, kisha ndani ya pale kaunti akifungua duka lake anaweka Suratul Baqara mpaka imalize. Ikiisha Suratul Baqara ndio anaangalia mambo yake, anaweka mambo yake mengine, kama ana nasa zake nyingine ataweka. Lakini leo muadhini anatushangaza kwamba kinga alizofundisha Mtume yeye hana itikadi nazo. Hii ni kufuru kwenye mwili wa mtu au kumuhusu na mtu mwenyewe. Mtume katufundisha Ayatul Kursi, katufundisha Ikhlasi, Falaki, Nasi, katufundisha adhkari mbalimbali, bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama. Lakini anakuja muadhini anatutengenezea itikadi kwamba hizi zote haziko madhubuti. Iliyo madhubuti ni ile ya mganga wa kuzuza, yule ndio anajua vile. Haya, kwa hiyo kutoa uchawi tulimesema Mtume karoba. Mtume aliporoba uchawi wako ulitoa kwenye kisima. Haya, ilikuwa kuwaje mpaka ukatolewa ule uchawi na Mtume alifanyaje? Hii sinatakiwa Muislamu asome ajue. Mtume sallallahu alaihi wasallam wako ulikuwa kwa kisima uchawi wake na ukatolewa kwenye kisima, kisha ulipotolewa ulifanywaje? Hivi ndivyo wanavyotakikana Waislamu wafanye, vile alivyofanywa ule Mtume, kama tulivyotangulia kwenye darasa zilizopita tukielezea kwamba je, uchawi ukiwa sehemu unafanywaje. Tutangulia kutoa darasa hizo huko nyuma, unafanywaje na kama utatolewa ufanyweje na kipi Waislamu wasikifanye baada ya kujua uchawi uko wapi. Tayeb, leo muadhini anasimama kwa mtazamo kwamba kuzuza peke yake ndiyo suluhisho. Hii ni itikadi ya kufuru, kwa sababu ameukosoa mfumo wa Mtume katika masala mazima ya kutibu na masala mazima ya kukinga. Akafadhilisha tiba ya kishirikina na vile vile akafadhilisha kinga za kishirikina, sio akaitakidi kwamba kinga za kishirikina ndio sahihi, kule zenye nguvu zinazofanya kazi, lakini kinga za Mtume hazina kazi yoyote. Kisha utoaji uchawi mahali wa kishirikina ndio wenyewe, lakini wa Mtume si lolote. Hakadha. Kwa hiyo inakuwa kwa mtazamo huu, huyu ameingia kwenye kipengele hiki, man i'taqada anna ghayra hadi nabii sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi, atakayeitakidi kwamba mwongozo usiokuwa wa Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, kwamba huo ndio huo mkamilifu kuliko mwongozo uliokuja na Mtume, huyo amekufuru huyo. Kwa hiyo wale wanaozuziwa wote tunawaambia, anayewazuzia kakufuru na anayezuziwa amekufuru, anayetoa fedha zake na mengineyo ambayo zitafuata huko nyuma, wote hukumu yao ni moja. Yote ni hukumu yao ni moja. Kwenye nukta ya pili,
Kwenye nukta ya pili ni tafdhilu al-kufri wa shirki ala al-islam wal iman. Kufadhilisha kufru, kwamba akajitakidi kufru ni bora au shirki ni bora kuliko Uislamu na kuliko imani ya Kiislamu, akaitakidi hivyo. Kwa sababu hivi ndivyo anavyotakidi huyu muadhini, kwamba kufuru ni bora kuliko imani, kwa sababu ana vigezo vingi vya kipuzi tu, ikiwemo kigezo cha kwanza eti ni swala la wengi. Kwani haki inajulikana kwa wengi? Haki haijulikani kwa wengi, haki inajulikana kwa hoja. Haki haijulikani kwa wengi, haki inajulikana kwa hoja, inazingatiwa kwa hoja. Hata mkawa wengi katika dini, tutazingatia wewe una haki katika swala la kuzuza iwapo na dalili katika Qur'an kwamba Allah kaamrisha hilo au mtume kafundisha au kuna mwema yoyote kati ya wema waliotangulia. Hapo ndio tutaitakidi kuzuza una haki. Lakini kinyume na hivyo, hata mkakusanyika dunia nzima, bado maadamu umekhalifu Qur'ani na Sunna, hampo katika haki. Hili kigezo chake cha kwanza. Lakini hatusemi kwamba hiki ni kigezo, si kigezo kama. Pili, tunachokisema ni huyu muadhini moyo wake ni mshirikina, kisha inaonekana alijificha ni mshirikina kuanzia mbali sana. Hivi sasa Allah ametaka kumdhihirisha, inaonekana alikuwa akifanyia ushirikina mbali, sasa kapanga kile haya kwenye kikao cha kushangaza, sehemu anaogombania kwamba lazima ndugu zake wafanyiwe wazuziwe, yeye hata kujenga hapo, hakuna mjengo wake, uhasidi na kuharibu familia. Kwa hiyo kufadhilisha kwamba ukafiri ni bora kuliko Uislamu au kufadhilisha ushirikina ni bora kuliko Uislamu au imani ya dini, kwamba amini dini unamwona si lolote, Muislamu si lolote, bora tukufuru na shirki. Man faddala al-kufra au shirka ala al-islam wal iman, atakaye fadhilisha kufuru au shirki juu ya Uislamu au imani ya Uislamu, juu ya Uislamu kwa jumla au juu ya imani ya Muislamu, yeye akaingilia kati, akenda mbio, akataka kuharibu Uislamu au kuharibia watu fulani Uislamu wao na imani yao, kwa sababu ya kufadhilisha kufuru au kufadhilisha ushirikina, au qala, au akasema kwamba dini ya makafiri ni bora kuliko dini ya Uislamu. Hapa dini, tutakwenda katika kumbukumbu ya darasa za nyuma. Hapa dini sisi tutailenga kwamba mfumo kama alivyokuwa kuja washirikina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamtaka mfumo wa kuabudu, kwamba wakamshauri waonaje tuabudu kwa mtindo huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashukishiwa aya, qul ya ayyuhal kafirun. Na sisi tunawakumbusha wale ndugu zetu ambao wamengangania kwamba wataki kuzuziwa, tunawaambia hivyo hivyo kwamba Allah alivyosema, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna, kwamba Mtume sema waambie. Hawa ndugu zetu tuwaambie, tuwatangazie hivyo wawaite makafiri? Lakini tunawaambia msimamo ni ule ule aliyoutangaza Mtume kwamba la a'budu ma ta'buduna, siabudu mnachokiabudu nyinyi, wala ana abid, wala antum, wala nyie abiduna ma abudu, hamkuwa mnaabudu ninaye mwabudu. Kwa hiyo huyu muadhini tunamshuku kuanzia huko nyuma, kama ilivyo hiyo aya kwamba hawakuwa wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na mimi pia siabudu yule mnayemwabudu, kile mnachokiabudu. Kwa hiyo hawakuwa wanaabudu wakati huu. Pia hivi sasa tumewaambia pia hivi sasa kama mtaki pia msiabudu, lakini siwezi kuabudu kushia na nyinyi ibada. Kwa hiyo mfumo hapa mwisho Mtume akamwambia lakum dinukum, yani muna mfumo wenu wa kuabudia, wali ya dini, na mimi na mfumo wangu, yani nina dini yangu mimi ambayo kwa dini hiyo ndio ninaabudu, na nyinyi nanyi mna dini yenu, kwa dini hiyo nanyi mnaabudu. Kwa hiyo wale ikhwa
wanaosumbuliwa na kuzuza wasimamie msimamo huo, kwamba wale washirikina, muadhini na genge lake wana mfumo wao wa kuabudu na hawa ndugu zetu na wana mfumo wao wa kuabudu, wana mfumo wao wa kinga, na hawa ndugu zetu nao wana mfumo wao wa kinga, na wana mfumo wao wa tiba, na hawa ndugu zetu nao wana mfumo wao wa tiba. Wasijaribu kuyumbishwa ni muadhini mshirikina na wakaingia katika shimo la ushirikina. Tuko nao pamoja. Au akafadhilisha ibada ya wasiokuwa Waislamu, akaiona kwamba hiyo ibada iliyo kinyume cha Uislamu ni bora, au akaridhia dini ya wasiokuwa Waislamu na mfumo wao kwa jumla wanaofuata, basi atakayelifanya hilo, huyo amekufuru. 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 Tayeb. Kwa sababu kwa nini afanye hivyo? Tayeb, amekufuru huyu li'annahu, kwa sababu huyu bwana amekufuru imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ameridhika na kufuru badala ya kuridhika na imani. Kwa hiyo huyu amependa kufuru kulikoni imani. Amekufuru huyu li'annahu istahabba al-kufra ala al-iman, amependelea kufuru na akaiona kwamba ndio bora hiyo, akaipa manzila ali kwenye moyo wake kuliko imani ya dini. Tayeb, qala Allah ta'ala, Allah anasema, Allah mtukufu anasema katika sura An-Nahl aya ya 106 mpaka 107, anasema man yakfuru billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Basi katika wale watu ambao wanapewa nyudhuru za kufuru, basi yule ambaye au nani ambaye atakufuru kumkufuru Allah baada ya kuwa na imani, yani ambaye atapewa udhuru wa kufuru yake baada ya kuwa alikuwa muumini, alikuwa Muislamu, lakini ikatokea katikati yake akaslimu, hapewi udhuru isipokuwa yule ambaye amekirihishwa, amelazimishwa kukufuru. Kwa hiyo akakosa uwezo wa kujitetea, lakini ikhwa bado uwezo wanao, kwa sababu serikali ipo na juhudi wanazifanya kwenye serikali, ila kuna tetesi kwamba upande wa pili kuna wanasiasa wameingia pale, ndio wanaorusha ufadhili ule wa uganga huo. Kuna tetesi kama hizo. Sasa lakini bado ikhwa uwezo wanao. Hapa hakuna mahali kwa kwamba wao wajijengee hoja. Uwezo wanao. Isitoshe wana uwezo kuomba msaada kwa ndugu zao Waislamu. Tatu, sisi Waislamu tunatakiwa wasituombe msaada. Tayari tukimbie kuwasaidia pale wasiweze kufanywa hiyo. Wasiweze kufanywa hilo. Lakini ikifikia kwa hiyo akifikia Muislamu amebanwa mahali, hana jinsi, labda kaekewa bunduki kwenye kichwa, basi huyu amekalifishwa kwa hali mbaya ambayo hata hawezi kujitetea. Bunduki imeshaekwa, imebakia tu akataka kukufuru, achiliwe. Kwa hiyo atakaye lazimishwa, lakini pia pamoja na kulazimishwa kwake kuna la sharti, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, awe moyo wake bado umetulizana na imani ya Allah. Kwa hiyo hata kikufuru, sema uganga ni halali, anasema ni halali kwa mdomo tu, lakini moyoni mwake uganga ni haramu. Kuzuza ni halali. Kwa hiyo akisema, anasema kwa sababu ya kutetea uhai wake amewekewa bunduki hapo. Kwa hiyo atasema ni halali mdomoni tu, lakini moyo wake umetuliza imani kwamba huu ni haramu, na ukiniachia hapa tu mimi bado swala la uganga siingii. Huyo ndiye atapewa udhuru. Kisha walakin man sharaha bil kufri sadran, basi lakini yule ambaye ataukunjua moyo wake kwa ukafiri, kwamba kifua chake moyo ukawa safi kabisa, kwamba kufuru si tatizo, ili swala liko sawa kabisa, kuzuziwa ni kitu kiko sawa kabisa, moyo wake safi. Na ndivyo alivyo muadhini huyu, ndio maana anasumbuana na familia.
yani takini kwamba ule uganga ile kufuru ndio safi. Kwa hiyo hii ni kufuru, huyu hapewi udhuru. Atakaye kufuru, atakaye fadhilisha kufuru au atakaye kufuru kwa mfumo huu, kufuru kaifungulia kifua, anaiona kwamba ndio sawa, basi huyu udhuru hapewi, hana udhuru, sababu kakubali kufuru. Istahaba al-kufra ala al-iman, amependelea kufuru juu ya imani. Kwa imani tuweke kando, acha niingie kwenye kufuru. Allah anasema fa alayhi ghadabun min Allah, huyu ana ghadhabu, huyu Allah anamghadhibikia huyu. Kisha wala hum adhabun adhim, na kisha wana adhabu kali kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo limekuja dhalika bi annahu istahabu alhayata dunya, na hilo ni kwa sababu la adhabu kali mbele ya Allah na kutopewa udhuru pia ya kufuru yao waliochagua wenyewe, ni kwa sababu kwamba istahabu alhayata dunya, walipendelea maisha ya dunia, wakaona kama kuzuziwa hilo ni swala la dunia. Kwa hiyo mioyo yao ikakimbia huko kwenye kuzuziwa, wakaacha kinga na system alizofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa anna Allah la yahdi alqauma alkafirina, na hakika Allah hawaongozi watu ambao wamekufuru. Allah subhanahu wa ta'ala hawaongozi, na acha wabaki kwenye kufuru yao. Tayeb, lakini sisi tunawanasihi kwa kwani ndio kazi yetu Waislamu, tunasihiana, tunawanasihi hawa wazuzaji pamoja na muadhini wao, wajua na tukifanya wanamkosea Mungu, na warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wataraja kwa kuwalazimisha wenzi wao, kisha watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na warudi katika njia za sawa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena katika sura Nisa aya 115, wa man yushaqiqi rasula, na yule ambaye atamkhalifu mtume, ambaye atakwenda kinyume na mafundisho ya mtume, akiwemo hawa wazuzaji. Sio mafundisho ya mtume aliyofundisha ya mahali pakiwa na uchawi pafanyeje, sio yale. Hilo ni la kwanza. Haya, tukisema ni ya tajruba, tasharti yakaguliwe kuwe na ibaha ndani, lakini pale ndani kuna ushirikina. Darasa tutakazokuja mbeleni tutakuja kugakua manzila iliyopo baina ya mganga wa kuzuza na ibilisi. Ana manzila gani? Tutakuja waeleza daraja yake ni daraja gani kwa ibilisi, mpaka awe akiingia kwa wachawi wengine ana uwezo wa kuharibia. Tutakuja toa hiyo, lakini acha tuende na haya sasa. Tunaona si haya kwanza. Tayeb, hiyo tutaitoa sawa sawa, wataacha ama wataachi, hawaachi, tutaifanyia tambii kwa Waislamu. Tayeb, kwa hiyo anasema atakaye mwasi mtume min baadi ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kuwa muongozo huu umemjilia. Kwa sababu huyu muadhini sio kwamba hajui kwamba ushirikana haufai, anaadhini huyu msikitini, mawaidha anasikia mengi tu, anasikia mawaidha msikitini, kisha kajiweka mazingira fulani, uwezo kumjua rais kwamba ni muadhini, kwamba ni mshirikina, kwa sababu pia anaweza kufuatilia watu wa ruqya, ukoona anasomewa, wewe ukajua kwamba ni yuko sawa, yuko huko, hii kumbe ni mshirikina. Kisha baada ya muongozo kumjia wazi, wayatabia ghaira sabili almu'minina, kisha baada ya kumwasi mtume na muongozo umemjia wazi, sio yule ambaye hajui, anajua. Kwa hiyo anajua hasa mtume anataka hivi na mtume kaelekeza hivi, likitokea hili tufanyeje, lakini yeye kwa pamoja na kujua kwake akaamua kufata njia isiyokuwa njia ya Kiislamu. Kwa hiyo uchawi, haya nyumbani kuna uchawi umetupwa hapa, hatukatai, iko sihirul makani kwamba uchawi unafanywa unawekwa mahali na biidhnillahi karimu na uwezo kaathiri, hilo hatulikatai. Lakini je, Uislamu umefundisha nini wakati uchawi umewekwa sehemu? Wewe unakuja kuacha mfumo wa Kiislamu unaenda kwenye mfumo wa kuzuza. Ukijengea hoja ni swala la kijamii. Tayeb, jamii haina kazi kwenye dalili. Mtazamo wa jamii kwenye dalili hauna kazi. Utakuwa na kazi labda ukiafikiana na dalili, lakini dalili imekataza, msimamo wa jamii linafaa.
dalili imeruhusu, msimamo wa jamii halifai. Hakuna kazi hapa pelewano. Haiwezekani. Lazima dalili ichukue nafasi yake. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kufuata kwake njia isiyokuwa ya waumini, anasema awayatami ghaira sabili mu'minina, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tunamwelekeza kule alikoelekea, tunamwelekeza kule kule, kwa sababu unachokitaka uenda kikao. Kwa hiyo kikao kikiwa sawa, utajenga imani, utazidi kuelekea kule kule. Kwa hiyo ukizidi kuelekea kule kule ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo hapa inatakiwa tufahamu kwanza, wafahamu washirikina kwamba al-ibra si kufikia natija, kwamba malengo ni kuifikia ile natija, kwamba tuzuziane mji usiwe na wachawi. Sio lengo hilo. Lengo ni formula. Je, hiyo formula inayofuatwa ni sahihi kweli? Ni formula ya kisawa kidini? Hicho ndio kinachozingatiwa. Kwa hiyo hawa washirikina ibra yao ni kwenye natija. Natija Allah anaweza akakupa na unafanya makosa. Allah anaweza akakupa natija na uko kwenye kosa. Kwa hiyo kupata kwako natija si haimaanishi uko sawa. Umepata natija na hauko sawa. Kwa hiyo mazingatio yao haya hayako sawa. Na ili tuone hayako sawa, Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo mwisho wa aya anasema wanuslihi jahannam, kisha tunawaingiza, tutamfikisha motoni, tumuingize motoni. Sasa swali linakuja kwa washirikina, tunawarushia swali hili watafute majibu, wakati mnachokifanya kiko sawa, kwa sababu nyinyi sisi tunaitakidi Waislamu kwamba nyinyi mmekhalifu mfumo wa mtume katika kuibatilisha sihiri iliyo kwenye mji wa mtu. Mmekhalifu hilo. Na mmejua wazi kwamba hili kuna mfumo wa Kiislamu, kisha mkafuata mfumo wenu mwingine. Haya, Allah kajalia kwenye mfumo wenu huo mkafaulu, zile izaaji zilizokuwa zikionekana ndani ya nyumba zikaondoka kwa ushirikina mlioufanya. Haya, natija imepatikaniwa. Lakini swali, kwa nini Allah watangazie moto baadaye? Kule motoni mfuata nini? Kule motoni kule mwafuata nini? Na ilikuwa lengo natija na mmeipata. Kwa hiyo mnaona mfumo wenu uko sawa. Kwa hiyo natija si dalili ya mfumo kuwa sawa. Sio dalili. Dalili ni aya au hadithi, ni fundisho sahihi. Kwa inawezekana, kwa nini tuulizane? Uislamu umefundisha umeumba mke na mume, kisha ukatoa hukumu ya ili mtume akamrisha watu waoe, kisha watu waoe wale wenye mapenzi wanaozaa sana, kwa sababu yeye atajifakhiri na umma mwingi, si ndio? Aya, ili tuzae tutengeneze familia ni tuoe. Wanaozini hawazai. Kwa nini wazae na wamefanya nje ya sheria? Sinatija kule kupata natija lengo. Na hawa si wamezini na wakati ana mimba wakazaa. Basi kwa hiyo tuhukumu kwa sawa hawa, kwa sababu wamezaa. Sio hivyo. Wamezaa kwa njia gani? Kwa hiyo hapa tumeondoa izaaji ndani ya nyumba kwa njia gani? Ile vurugu zote, watoto kubabaika ndani ya nyumba, zimeondolewa kwa mfumo gani? Hicho ndio kinachozingatiwa. Sio kupata natija. Kama ni natija, mambo mengi watu wanafanya na wanapata natija na wako kwenye batili. Tayeb. Kwa hiyo Allah anasema anamuelekeza kule kule alikokitaka, kisha atamuingiza, tamfikisha motoni huko, wasaat masira, na ni mashukio mabaya sana hayo ya moto huo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena katika sura Ali Imran, waman yabtaghi ghayra al-islam dina, na atakaye fata dini nyingine au mfumo mwingine ambao si katika Uislamu, atakayejitengenezea dini nyingine au mfumo wa kuabudia usiokuwa mfumo wa Kiislamu, falan yuqbala minhu, hatakubaliwa huo mfumo wake. Kwa hiyo mfumo wa kuzuza si mfumo wa Kiislamu kabisa. Uislamu umetoa mfumo wa Waislamu wafanyeje,
sihiri zikiwasibu milini na sihiri zikiwa maeneo ya makazi yao. Kwa hiyo hawa mfumo wa kuzuza muadhini, tunakunasi na genge lako, sio mfumo wa Kiislamu na haukubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata japo mtauona unafikisha natija zenu. Danganyana kwa toleo majeneza huko, kuna toleo sima madude gani huko. Tayeb, sasa mjapeleke msikitini, mji una majeneza mengi. Ukitaka kutakizikana watu wapate shida, unafanya kuchagua leo tumpeleka na lipi. Jinga tumeona haionekani majeneza yale kwa hadharani tukayaona. Tayeb, kisha Allah akatuambia tena katika sura Az-Zukhruf aya ya 36, Allah subhanahu wa ta'ala anatufungulia hapa kwamba hawa ni watu aina gani na kwa nini wamesimamia misimamo hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala badala ya aya hizi zote tulizoambizana kwamba hawa wamechagua kufuru, kisha kuchagua kwa kufuru pia kukapelekea wakamwasi mtume. Kwa hiyo kwa kuasi kwa mtume wakarudi kwenye mfumo usiokuwa sahihi, wakatafuta mifumo isiyokuwa ya Kiislamu, wakaendana na mifumo hiyo. Kisha Allah subhanahu aya inayofuata Allah anasema, na hii ndio sababu kubwa, wa man yaishu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Atakayepuuzia dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani atakayepuuzia Qur'ani aliyeteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, akapuza Qur'ani au akapuza dhikri aina yoyote iliyofundishwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu, Allah anasema nuqayyid lahu shaytana, tunamsaliti huyu kwake yeye shetani, fa huwa lahu qarin, anakuwa kipenzi chake kila anapokuwa. Kwa hiyo hawa wazuzaji hawa na wao wanafuata, hawa wameghilibiwa kwa kuacha kwa Qur'ani, Allah amewasaliti na shetani. Na ndio maana hivi sasa wanakwenda mbio wahakikishe wale waliona mitazamo sahihi pia wamekuwa katika genge lao. Sasa umji tukiwa washirikina wao sote, nani ambaye atakuwa ataomba dua hapa? Ni mzima watu washirikina. Hivi likitokea la Uislamu nani analisimamia? Kwa sababu ustadhi wa kwanza yule washamzuzia, wakamchukulia vitabu viwili, kimoja cha hutuba za Ijumaa na kimoja kitabu cha talqin, ikatolewa ushahidi ni uchawi wake, paka vitabu vikafanya kudaiwa kwa DCC. Waislamu wakaenda kwa DCC, kisha huyu bado tumwitaki, huyu bado ni Muislamu, anaadhinia Waislamu msikitini wale waswali, kisha imamu akikosekana pia yeye anapita mbele anaswalisha. Tatizo kubwa walipuzia Qur'an. Kwa hiyo anaadhini, anaswalisha, anasikiza mawaidha, lakini Qur'ani haimo moyoni mwake. Pia anasubiriwa kusoma Qur'ani, maana hawezi kuwa mwadhini na wewe hujui kitu. Najua kusoma, juzu zake kadhaa. Kwa hiyo alipuzia Qur'an. Wa man ya'isha dhikri rahman nuqayyid lahu shaytan, kafungiwa shetani kwa sababu Qur'ani haiko katika moyo wake. Allah muongoze na tuongoze sisi tunaosema pia, na nasaiza zijalie zikiwafikia ambao wako katika mlango huu, Allah iwe sababu ya wao kubadilika na kurudi katika misingi ya sahihi. Aya ya pili, baada ya Allah kwa maana wasaliti na shetani watu wasiotaka Qur'an, anasema katika sura Mujadala aya ya 19, istahwadha alaihim shaytan, hawa shetani aliwatawala, fa'azahum dhikrallah, akawasahaulizisha utaji wa Allah, Qur'ani na mafundisho mengine ya Uislamu. Kwa hiyo kwa kutawala kwao ni shetani, wao hawaoni njia sahihi zaidi ya njia ya uganga. Kuzuza ni njia pekee wanaoiona inaweza kuleta suluhisho mjini au kwenye kijiji, na uganga ndio suluhisho pekee yake litakaloleta tiba
nzuri. Na waqidul Islam moja kwa moja bila mjadala. Kisha Allah akasema kabisa, yani Allah hapa ameweka wazi sasa, anasema ulaika hizbu shaytan, hawa ni kikundi cha shetani. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu wana mfumo wa shetani. Kwa hiyo maadamu wana mfumo wa shetani ambaye ndiye anayewaongoza katika kazi yao ya uzuzaji, basi hulaika hizbu shaitani, hao ni kikundi cha shetani. Ala jueni enyi waumini, inna hizba shaitan humul khasiruna, kwamba kikundi cha shetani kimepata hasara. Wao ndio wana hasara, wana hasara katika dunia hii, kisha wana hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa Allah amefungua kabisa kwamba wao ni kikundi cha shetani. Kwa ndugu yetu mwadhini na wale wenzako wengine ambao mnaji kidogo mna sura ya kwamba jamii na wazingatia ni Waislamu, tunawanasihi mtoke kwenye kikundi hiki cha shetani na mrudi kwenye kikundi cha Allah, na mutubu na mrudi katika msingi ya sawa. Kosa kubwa hilo walifanya. Hasara nyingine na natija inayopatikaniwa ya hawa watu wanaotegemea masala ya uzuzaji, mafingo na kadhalika, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun min al-ins ya'udhuna birijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa, kwa hakika kulikuwa na wanaume au watu katika jinsia ya kibinadamu. Katika jinsia hii ya kibinadamu, watu hawa walikuwa wakitafuta ulinzi kutoka kwa majini, kama anavyotafuta muadhini na genge lake. Huyu muadhini kama anavyotafuta yeye ulinzi wa majini, yeye na genge lake. Haanzi yeye, walianza wengine huko nyuma, walikuwa wakatafuta ulinzi huu wa majini, kwamba majini ya walinde, ya wape hifadhi, mpaka ikafikia watu walikuwa wakishuka, labda mtu ameenda sehemu ni mgeni, hajui, pia anaomba ulinzi kwa majini, kinga, kwamba anaomba najilinda kwa bwana kwa jangwa hili au sehemu hili, ambaye anakusudiwa ni maji, katika wale mabingwa wa kijini walio eneo hilo, anilinde na kila shari zilizopo katika eneo hili. Hivyo alikuwa kifanya. Kwa hiyo hanzi yeye, lakini haimaanishi kwamba kwanza waliotangulia ni halali, haijakuwa halali. Walianza ikawa kwa ni kufuru, na hii pia nayo ni kufuru, hii pia nayo ni kufuru. Tayeb, kisha fazaduhum rahaqa, wakazidisha mbabaiko kwao. Fazaduhum rahaqa inakuja kwa hali mbili. Hali ya kwanza ni kwamba hawa majini hawa lamarau, walipoona wanadamu wanawaabudu na wakiwataka ulinzi na wanawatii kweli kweli kwa kutaka hilo, zaduhum bidhalika kibran wa tughyan, waliwazidishia kwa hilo, walizidisha kwa hilo kiburi na uasi, walizidisha kuasi. Kwa hiyo mfano Muislamu, atusiseme Muislamu, kwa sababu Muislamu akifanya hili si Muislamu, ametoka katika nawaqidul Islam. Mshirikina akifanya ulinzi wake wa jini, yule jini anamwamini kwa asilimia kubwa, kwa sababu kwa hiyo jini akitekeleza kile anachokitaka, kwamba anataka ulinzi, kwa hiyo jini akitakifanya ule ulinzi wake, basi mwanadamu huyu anaweza kuzidisha kiburi na vile vile akazidisha uasi, ili mambo yawe mazuri zaidi.
au jini yule akazidisha kiburi pia na akazidisha uasi, kumfanya yule mwanadamu azidi kuasi zaidi. Na pia inawezekana fazaduhum raqa, hawa majini kuzidisha mbabaiko kwa hawa waliotaka kulindwa. Na hii ndio utashangaa hapa, unasikia nyumba imewekwa mlinzi wa kijini. Ziko nyumba nyingi watu wanalalamika zina wapangaji, lakini ukafuatilia wameweka ulinzi. Sasa wapangaji wakikaa mwezi wa kwanza wa pili, anatoa notice ya kukalia deposit. Kwa nini? Kaeka ulinzi wa kijini. Kwa hiyo ikifika usiku, mara watu anasikia mtu anatembea kwenye bati, mara mpangaji anasikia bafu kumfunguliwa mfereji, kuna mtu yuaoga, akifika kuna mtu. Fazaduhum raqa, wakawazidisha kuwababaisha. Ukifanya hivi, mara asikia anaongeleshwa, ameitwa mlango, mtu amebisha mlango wake, akifungua kuna mtu. Fazaduhum raqa, wanawazidisha kuwababaisha. Hiyo ni katika natija ya watu wanaojitengenezea ulinzi, ambao ulinzi huu wameuegemeza kwamba ulinzi huo uwe chini ya jinsia ya kijini. Waache ule ulinzi aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zote hizi ni kwenda kinyume na hadi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, kutia kasoro maelekezo ya Mtume aliyoyafundisha katika Uislamu, kwamba Waislamu wajikinge hivi. Wewe ukatoka kwenye mtazamo huo ukienda kwenye mtazamo mwingine, ukaitakidi kwamba kule ndio kwenye kinga nzuri, na kule ndio kwenye tiba nzuri, na kule pia ndio kwenye upinduaji mzuri wa uchawi. Hiyo ni sehemu katika kipengele hiki, kwamba Muhammad bin Abdul Wahhab anasema man ya'taqada anna ghaira hadi nabii sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi, atakaye itakidi kwamba muongozo wa asiyekuwa mtume ni mzuri zaidi, uko kamili kuliko muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo muongozo wa kuzuza. Kwa sababu Mtume ameshafundisha Waislamu pakiwa na sihiri mahali, uchawi wafanyeje. Akiwa yeye ni mtu wa kwanza aliroba na uchawi wako ukawekwa mahali fulani, alifanyaje? Ule ndio muongozo unaotakiwa ufuatwe. Lakini muongozo wa kutafuta mzuzaji, huu ni kwenda kinyume na muongozo wa Mtume. Kisha muongozo huo una ushirikina ndani yake na kufuru billahi. Kwa hiyo ni sehemu katika vitenguzi vya Uislamu. Kwa ufupi wa maneno, uzuzaji unaoendelea maeneo ya Ramiswad ni sehemu katika nawaqidul Islam, ni sehemu katika vitenguzi vya Uislamu, na anayejihusisha akumbuka amefanya moja kati ya vitenguzi vya Uislamu. Kwa hiyo tunawanasihi kama ndugu zetu katika jamii warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wasilazimishe mtu kwamba mtu lazima awe umego wao, kama wanawashirikina wao haya. Lakini warudi, tunawanasihi wote kwa jumla, warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, awatubie na waachane na mambo haya ya kuzuziwa au kuzuza kwa 100%, ili waweze kuepukana na hasara na watoke kwenye kikundi cha shetani.